Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi, naomba sasa nijibu swali la Mheshimiwa Timothy Paul Mzava, mbunge wa Korogwe Vijijini kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia taasisi ya Bodi ya Maziwa, Ofisi ya Mkuu wa Mkoa wa Tanga na Chama cha Ushirika cha Wazalishaji Maziwa Mkoa wa Tanga yani TDCU wanaendelea na utatuzi wa changamoto za kiwanda cha kusindika maziwa cha Tanga maarufu kama Tanga Fresh, ambacho kina uwezo wa kusindika maziwa lita 120 kwa siku. Aidha, kiwanda hicho ndicho soko kubwa la maziwa yote ya mkoa wa Tanga na mikoa ya jirani, wafugaji kwa bei ya uhakika. Kutatuliwa kwa changamoto hizo kutasaidia wafugaji wa Korogwe Vijijini na mkoa wa Tanga kwa ujumla kupata soko na bei ya uhakika ya maziwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, vile Wizara ya Mifugo na Uvuvi inatekeleza mradi wa miaka 10 wa mageuzi ya tasnia ya maziwa mabadiliko ya tabia nchi katika mikoa 13 nchini, mikoa 8 Tanzania bara na 5 Zanzibar, ikiwemo mkoa wa Tanga. Mradi huo utaboresha mnyororo wa thamani wa maziwa ikiwemo vituo vya kukusanyia maziwa kutoka kwa wafugaji kabla ya kupeleka kiwandani. Hatua hizi zitasaidia wafugaji wa Korogwe Vijijini na mkoa wa Tanga kwa ujumla kupata soko na bei ya uhakika ya maziwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Timothy Paul Mzava. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru pamoja na majibu ya serikali na maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa sasa hivi hali ya wafugaji wa mkoa wa Tanga ni mbaya. Kiwanda mnachosema kina uwezo wa kusindika lita 120 kwa siku, kwa uhalisia kwa sasa kinasindika lita zisizozidi 20,000. Na kiwanda hiki kinakabiliwa na changamoto nyingi, kwa madeni makubwa lakini pia changamoto za kuendeshaji. Na kwa hali ilivyo hatuoni matumaini ya hivi karibuni kutatua changamoto ya kiwanda hiki. Serikali iko tayari kutafuta mpango mwingine na kuvutia wawekezaji wengine tujenge kiwanda kingine cha maziwa kwa ajili ya kusaidia wafugaji wa mkoa wa Tanga. Lakini swali la pili, tunaipongeza serikali kwa mradi huu mzuri wa mageuzi ya tasnia ya maziwa. Lakini kiuhalisia mradi huu sisi Korogwe Vijijini haufiki ambako uhitaji ni mkubwa sana, ikiwemo uhitaji wa maeneo ya kuhifadhia maziwa. Serikali iko tayari wakati wa mapitio ya mradi huu tuongeze na wilaya ya Korogwe Vijijini iwe mnufaika wa mradi huu ili wafugaji wa Korogwe Vijijini waendelee kupata uhakika wa kuhifadhi maziwa yao lakini kupata bei ya kueleweka. Majibu Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Nianze kwanza kwa kumpongeza sana Mheshimiwa Timotheo Mzava kwa sababu amekuwa akifuatilia mgogoro huu kwa karibu sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi na mimi pia tulikaa kikao pamoja na wabunge wote wa mkoa wa Tanga, na nitumie fursa hii kuwashukuru sana na kuwapongeza kwa kufuatilia maslahi mapana ya wafugaji wa mkoa wa Tanga. Na mwenyekiti wa kikao hiki alikuwa ni Mheshimiwa Timotheo Mzava. Niwapongeze sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba moja ya vipaumbele vikubwa sana katika wizara yetu kwa sasa ni pamoja na utatuzi wa changamoto zilizo katika kiwanda hiki. Tunatambua ni kwa kiasi gani uimara wa kiwanda hiki ulikuwa unachangia katika kuongeza soko la maziwa lakini bei nzuri kwa wafugaji wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimhakikishie Mheshimiwa mbunge kwamba tumekwishaanza kuchukua hatua. Tayari Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi ameshakaa kikao na uongozi wa TADB ambao ni mdeni namba 1 wa kiwanda hiki, lakini pia tumeshakaa vikao na wadeni wengine. Tumekaa kikao katika ofisi ya mkuu wa mkoa na Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi alikwenda Tanga mahususi kabisa kakaa kikao na wadau wote wanaohusika na changamoto katika kiwanda hiki ili kuona namna gani tunakwenda kuzitatua changamoto hizi. Kwa hiyo nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, nimhakikishie wabunge wote wa mkoa wa Tanga, lakini wananchi wote wa mkoa wa Tanga na wale wote wa mikoa jirani ambao walikuwa wananufaika na kiwanda hiki kwamba moja ya vipaumbele vyetu kwa sasa ni utatuzi wa changamoto katika kiwanda hiki. Na kwa wakati tunaendelea na utatuzi wa changamoto za kiwanda hiki, tunaendelea na kuvutia pia wawekezaji binafsi ili waweze kutambua fursa zilizopo katika mkoa wetu wa Tanga ikiwemo wingi wa malighafi hii ya maziwa ili tuweze kuanzisha viwanda vingi zaidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, katika swala la pili, katika mradi huu ambao tunakwenda kuanzisha wa mikoa 8 ambayo iko kanda ya Ziwa na 5 Zanzibar, ni kweli katika mkoa wetu wa Tanga tunazo wilaya 3, wilaya ya Lushoto, Muheza na Mkinga, na wilaya ya Korogwe Vijijini kwa sasa katika mradi huu haipo. Lakini nimhakikishie Mheshimiwa mbunge, serikali tunaendelea na juhudi mbalimbali, kwanza za kupata fedha kwa ajili ya kuanzisha hizi milk collection centers katika sehemu mbalimbali ambazo hatuna ili kupunguza upotevu wa maziwa, lakini pia tunaendelea kuvutia wawekezaji wa ndani na nje ili tuweze kupata fedha za miradi mbalimbali, na kule ambako hatuna hizi milk collection centers tuziweke. Basi nimpe tu hakika kwamba wilaya yetu ya Korogwe Vijijini itakuwa kipaumbele. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti.